Lakini hapa sasa warembo wakija hapa wanaweza kweli kupita all the way? Si bibi, nilikuwa na mabibi lakini waliniacha wote, manake labda imeenda kama 1.5. Sasa ni rahisi kuniona hapa, ndo nikaitano nani bezi. Hapa juu unaona hapa una hango zako ndugu yangu. Hapo ukianguka waanguki chini na uka juu. Sira mbiriri. Hapa kuna documents za kwangu hapa. Nda kule msituni kule natega kute, somo za chakula ya chombere za kukwanji. Mimi huwa naingia na huo mlango huo hapo. Nalala mimi. Hapa tali ngumu kupanda huko juu. Naona. Vulavura mwana nguku uko na wewe. Na atao chakula shensi na kwa sasa lakini draft free. Uro shondoka na jema mimi kandi ndakanichure ndio ni shiho kwa sasa. Hii cha Simba Cape Club hii ndo Triple C sasa hii. Mlango ni mimi mwenyewe kwa sababu haro matunda yani remembe virao yani. Yep. Vipi mwanangu? Mimi niko salama, habari yako? Fresh kabisa. Nzuri kabisa. Kwa umetulia hapa kwako nini? Nimetulia. Njua. Mimi hata alikuwa anaangalia mazingira ya kwangu hapa. Manake naona pia kuna vitu ambavyo ninatakiwa vifanye hapa, shughuli za hapa na pale yani. Mazingira naona yako sawa haya. Ni sawa kama vile unaona, lakini sasa mimi navyo mimi yani naona hali yake zakala sawa virao yani. Nataka unizungushe sasa hii ni nini? Chichi chibanda chichi. Chibanda chichi cha kwala pine nike hero madanga haro matunda yani remembe virao yani. Chibanda cha biashara cha matunda remembe. Madanga tavivi kare yani kulingana na shughuli za na kurao. Nizikama la mbozo mzigo sana nipange kwa sababu ya mambo manji yani na yani nishikala ni hachi yangu yani. Sasa shughuli za zinaremera wakati mwingine yani. Hiki bana cha biashara cha biashara chichi banda. Cha biashara chichi. Sasa huku ndo maeneo ya nyumbani kabisa. Ndio ni shiho kwa sasa. Ndio ni shiho kwa sasa. Ila ndakwamba karibu mwanzo kwa sababu mujana chanda za vivi ni kukaribishwa kwamba karibu. Naona kabisa umeandika hapa cha Simba. Hiyo ni cha Simba Cape Club hiyo. Ndio hapa ama? Ndio hapa lakini si klabu ndio hapa yani kwa kifupi yani. Yapo. Hii cha Simba Cape Club hii ndio Triple C sasa hii. Klabu haijalaunch lakini. Bado yani ni ile hali ya hapa na pale tu. Hapa na pale yani ile polepole yani kwa sababu still kuna vitu fulani ambavyo sijavifanya yani. Triple C ndio cha Simba Cape Club hiyo. Ndo si tatu hiyo ni cha Simba Cape Club. Lakini sasa naona klabu hatuweka mlango. Mlango hapa hali ya hapa mlango ni mimi mwenyewe kwa sababu ombi yangu kitambo nikemri yangu kuna vitu vingine pia sizatengeneza. Kwa hivyo muri yangu bema ni security na security mimi mwenyewe security mimi mwenyewe security mimi mwenyewe maana to muri yangu chika kufuli beo kufuli ache atukubanda tu ndamri yangu grill benda kala. Kwa hivyo urinzi na mwenyewe Malua gatele uchimala malua fulani pia ni mwenga ya biashara ambao kana naenda yani. Kwa hivyo ndio ni riho upstairs yani. Upstairs yani. Kwa hivyo labda ni flow mwenga Zulu yani. Ona Zulu unapanda mwenga kwa Zulu yani. So nambe mwenga yani. Ni mwenga yani. Flow mwenga yani. Ni ndo ground hii. Chamba upstairs sasa kuna hizi stairs sasa hizi ndio unapanda ukipanda round ndo unafika kwa Zulu kuko kuna wano nani kuko. Kuna wano nani? Ni vivi ndo viamba vika natumia mirini benchi. Ukala na sagala ama beri ra kusagarira kwa sababu sina hii changamoto vile lakini pia nda Mulungu ndanjalia ndapata tu. Kwa hivyo riruka benchi uchi zaza vile unaweza kusagala Blagzada ngarwaro pine zikufura fresh madangani kurao lakini sasa kwa sasa sijaika mzigo ndani huko. Ona kwa hivyo niseme kwa unaweza kusagala ukaanwa au kuna babara yani utuzoa yani utuzoa. Hii ni counter ambao ni counter mnazi yani uchi wa mnazi wa kwangu. So mtu achiza za vrao ashimala mnazi mko na njirao na
namkabidhi. Unakula kwa jema ama una jema? Mimi mwenyewe pia na mimi nakatakata nakala nakatakata kwa hivyo tahane zenga kwa sababu yokala uro uchi ambo no jema mimi mwenye kare instead okapine yangu kale kuna huyo yangu mtu aza agule anipe shilingi 20 10 hiyo sababu hiyo mimi ndo naikahala ndo maana nchamba ngoja nzenga kusudi uro uchondoka na jema mimi kana ndaka nchure kwa malengo kala nikana naguza nchipata ka pesa ka bahaba kapesa ka bahaba yani upande uno nao upande pia ni sema yokala unaweza kusagala wakati mwingine pia pasa usibweke sana zuani kali usibweke ndo kala unasagala dra free sasa unaweza kuwa unapata kashupa kwa kuno unasuasua yani mnafuta mabao kuna una kuno yapo unazinjo yani sasa uchipanda zulube niko kukare na uchigba kubaya hosi unabazulu uchigba kuba hosi mutagba na bazulu kuku ni jikoni hamba tunaona sufuria sino lakini kana mohozima na hata chakulia shensi na kwa sasa lakini mulungu pia ndanino no jiko rangu ambao kanatumia ariri ndio chitao ndio kala najita vyombo vinavyo vyombo vyangu navyo sivino ano maglenga yangu amasigano lakini hasa kwa sasa changamoto ama zinao tabisi sagala uchijita wewe mimi minokala nema kwa sababu hasa uchisagala na hero waru ndachelewa kuivatu sasa unamanya analumedi vyo hivyo hasa changamoto kwamba ni mazi zijikoa kana moa kwa sababu yanoni mazi sina beta chikani jite mbani kali na mazi lakini unahitaji innovation kidogo ni no mvula yekala nyinji chizarira damage lakini hasa pia naanza marekebisho nitarekebisha tu hii ndo meza chikapine zitenga chakula changu mnoka na sagala kariachi changu kala nchichi na sagala minonaria waru wangu fresh achishiba mino lole cha kwenda naenda noni ofu ndo dining ndo watu sehemu yangu ya kuria mimi maana una machakuria cha tabu hasa usombo za chakuria chombere za kukwanji ona hasa nabidi yani atwakurao minonaria kare ama ngoja nkuzia sini mwanzo kidogo niko nse kurao kura mwanzo kwa sababu nyumba pia na ukala enenska noni ukale una hatua ukala anaweza kulala mjini na natoa mwenyewe pia ulale kwa sababu unamanya mjini bwana aisha pia ni baraka sasa mgeni akija huwa nampisha na lala juu mimi nalala hapa chini na kama sina mgeni yote mimi huwa nalala huko juu kwa sababu mtu hata akinitaka mimi apata hali ngumu kupanda huko juu apata hali ngumu mimi nalala upstairs huko yani mimi mimi nalala juu endapo nitakuwa nimepata mgeni akija huwa mimi nashuka chini nalala chini yeye mgeni akaijua kwa sababu security sawa kwa namna hiyo inakala namna hiyo sasa bado kwa zulu amba kwa sasa mimi ndo kana lala sina unavulavrahu vulavrahu maana nguku uko na wewe vua viatu huko haya njoo sasa sasa ni kuku zulu sasa viewers wangu hata ile wakichwa nyingine sasa mimi naweza kwambia hivi huku sasa unaanza pale unakuja hivyo unakanyaga hapa pako stage si ndio hapo kinyaga tu kwa sasa lakini bado naona bado naona lakini unakinyaga hapo baada ukinyaga hapo ukinyage hapa kisha kinyaga hapa sasa mimi mulango ambao naingilia kwenda kwa kulala huko sehemu ya kumaliza kujenga lakini bado huko labda ni wacha manake hii hasa hapa mimi huwa nikifika hapo sasa kama ni wakati wa kulala mimi huwa naingia na huo mlango huo hapo nalala mimi huku ndo upstairs sasa huku mimi huwa nalala hapa sasa nikilala hapa sasa ni baada nikimaliza mimi huja huku sasa huku sasa huwa mimi naja huku ile asubuhi ile mimi sasa huwa nikiamuka huwa naanza kukaa hapa mwanzo kusudi nakaa hapa sasa kama hivi nikishaka hivi sasa naangalia hali ya weather sasa ni vipi nitaanzia wapi acha niende kugema minazi yangu sasa mimi ndo naenda sasa naenda kifalme hapa mister hapa ni hali tu hali
Sasa usishangae, lakini manake nilikuwa na kuona kwenye harakati ya kushangaa eti hapa Nonani base. Nonani base ni kwa sababu hii ni upstairs. Sasa usipanakula barabarani za vrao yani. Ama mtu kama anapita na kule barabarani. Sasa ni rahisi kuniona hapa ndo nikaita Nonani base. Hii sehemu ambao Nonani maana yake nioneni. Nonani mimi nioneni. Sasa ninapokaa hapa huwa magari yakipita pale, watu wakipita wananiona, ndo nikasema Nonani base. Ona. Lakini sehemu yote inaitwa Triple C, lakini apartment pia, hii apartment inamaanisha ni nyumba, lakini hapa kuna hivi, hapa kunaitwa hivi hapa. Hasa Nonani base. Kwa hivyo hapa tu hapa cube peke yake. Hapa ndo Nonani. Kwingine huko kuna majina mengine majina mengine. Moja ni Triple C. Sasa hapa ningependa nionyeshe vitu kimoja. Hapa juu unaona hapa una nguo zako ndugu yangu. Hapa huwa ndo na nguo za kwangu, lakini sasa kwa sasa zongo nizi zinyaha. Lakini sasa zongo nizi zinyaha kwenye wardrobe kwa sasa. Ngozi kwa wardrobe. Wardrobe. Hapo ukiteleza kidogo unaanguka. Hapo ukianguka waanguki chini unaanguka juu. Manake hii ndo wardrobe ya kwangu hii. Au sio? Hii ndo wardrobe ya kwangu hii. Sasa nilizitoa pale kwa sababu baridi alafu na magari huwa yanapita hapa na vumbi. Sasa mimi ndo kaziweka hapa kwenye wardrobe ya kwangu hapa. Wardrobe hii. Wardrobe sijui wardrobe yani mahali unaweka nguo. Hapa. Kama mnavyoiona closet. Sasa hapa ndo huwa naweka vitu vyangu vya maana yani. Au sio? Vile vitu vyangu vya maana ndo huwa naviweka hapa. Lakini uliacha kuzihang pale. Hapo niliacha kuzihang kwa sababu pia baridi alafu na ile vumbi la magari ambao magari yametoka timboni kama yale unaona. Hasa vumbi vile ndo huwa nachafua hizo nguo zangu, ndo mimi niko naziweka hapa kwenye wardrobe hapa. Au sio? Hapa ndo kwenye wardrobe ya kwangu hapa. Na meza pale, meza kile ni kitengo cha nini kile pale? Naona kuna meza paka vitu hapa. Hii ni meza. Hii ni meza. Si unaona hapa kuna saniki. Kufanya nini? Hii si unaona hata kuna saniki hapa. Alafu kuna ile jiko. Kuna ile jiko. Mbiriri. Sirala mbiriri. Unaona rino? Sirala mbiriri. Sema chama unaweza kutata. Rizoriri. Sirala mbiriri uchikala vino pata papa za vura ama kumbuvura uchenji zamo Beta ni supu. Hii ni supu hii. Mbirimbi kuna pilipili hapo ndani. Hiyo ni sauce. Sauce. Kwa wengine ambao hawajui kichonyi, hii ni sauce. Ya pilipili. Unaweza ukala kama uko na nyama zako. Na nyama kumbu. Kama uko na omena. Unaweka hapo ya ndani. Kuna mboga za nini? Za majani. Za majani pia ni nzuri kwa sababu unapata appetizer kwa sababu kuna pilipili hapo na chachu. Kama vile huyu. Kama una mboga kabisa. Hii unatumia hii. Hiyo ni kila kitu. Hii basi unakula hii. Hii basi unakula vizuri sana hii. Iko sawa hii wewe. Tayari. Iko na sasa pilipili zote hizo unasikiaje wewe kwenye mdomo? Najua huu mdomo wangu pia na umezoea kula vitu vingi. Kwa hivyo hata mimi hata sioni shida eti kula iko sawa. Iko sawa. Nenda kule msituni kule natega kute ambao ni wale panyabuku. Hasa wale panyabuku nikibahatika nikishika. Ndio nanunua makaa. Naweka hapa na kanga nyama yangu hapa ya kute. Ya kute. Una grill kabisa. Ya kute. Haya, na huku vitu vina hangi. Hii ni kwa sababu ya hawa wazungu hawa ambao wanakuja. Huwa anakuja unaenda pale Mawemeru pale ambao ni Mawemeru Kevu pale. Unaona? Pale kwa Kevu. Jiwe lile kule hiyo ndo Mawemeru Kevu. Sasa nimetengeneza hivi kwa sababu ya kuvutia hawa wazungu pia wakija. Mimi naweza muuzia mzungu hii hata akinipa shilingi labda lakini si mzungu ana pesa nawe. Sasa mzungu yeye akinipa kama 200 hii ama 500 ama 1000 mimi huwa nachukua. Hii ni nyungu hii. Nyungu lakini ya model ya chino zamani yani nyungu ya zamani lakini sasa mimi inabidi ni ende chora design yangu. Hapa kuna documents za kwangu hapa. Hapa ndo kuna makaratasi stakabadhi zangu. Nimeshoma pia nimeenda driving. Nimeenda hata driving pia niko nao hapa lakini driving mimi huko kupisha na watu mimi magari sipendi. Afadhali hapa ndo haya. Nafunga kabisa hapa. Huwa nafunga lakini kufuli nitanunua.
Hakuna. Hapo ni vitu vyangu viko safe. Ngoja tufanye huko tumalize nje sasa. Haya, sawa sawa. Leo mwingine huko apige. Lakini hapa sasa warembo wakija hapa wanaweza kweli kupita all the way? Warembo si mrembo, kwani hata shindwa vipi kupita na nitakuwa niko naye mimi ndo nampitisha tu. Hapa wakikutembelea hapa. Warembo wakinitembelea si watakuwa wamefika tu hapa nawe, kwani shida ni nini? Kitandani anapanda. Unaona vitandani tu anapanda itakuwa hapo nawe. Sasa kupanda kitanda ni rahisi. Kupanda haya sawa. Hapo. Hapo si unapanda tu kama hivi yani. Unakinyaga tu unaenda nawe. Unaenda tu one time. One time. Yep. Haya twende nje sasa kwenye mandhari ya nje kama ya kwa. Hiyo ndio view, si ndio? Hapo hivyo. Barabara iko hapo. Tunaenda kama hivyo. So hapo unatumia kufanya nini hapo? Hapo si stairs. Unapanda hapo. Unapanda tu hapo, hakuna shida hapo, unapanda kwa umefika tu. Si unaona ndugu yangu sasa? Ushafika. So hapa huwa vitu gani vinaendelea hapa? Hapa hii ni sehemu ya kwamba wanakaa tu hapo, mwenye ni mtu wa hapa, mwenye mtu wa kunywa, anakunywa tu hapa mahali hapa. Umeweka tu. Ufundi sana. Ufundi umepata wapi huu mzee? Ufundi mimi bana minonekala nazenga na sawe kuluma hara uzulu harau iye wekala ni mjenzi mzenji tena chikala yani ufundi minoni wa zamani yani kala mtu wa kuzenga vizumba vya chinyo na chizoro msasu wa baba na mama ameorao sasa nazenga kazumba kangu mino na komwe na lala mumono na sasa nzikula na vivyo karara kutengeza utu zao tu. Nilikuwa nikijenga yani nilikuwa nikijenga lakini sasa sikuwa nafuatilia, lakini sasa pindi labda baada kama miaka 2-3 nyuma nikaona ngoje nionyeshe kwamba pia naweza kutengeneza kitu kwamba ni kazi kwa kifupi. Nimejenga hapa, lakini hata mtu mwingine pia akeo na kazi yake anataka pia nikamjengee, mimi naenda tu namjengea hapo, tunaelewana. Na mambo ya wife vipi? Mambo ya wife mawife nao hawa bibi yangu mimi si bibi, nilikuwa na mabibi lakini waliniacha wote, manake sijui kisani, lakini bibi yangu sasa ambaye nafikiria yuko Arabuni, kalienda Arabuni miaka 2. Nimika peke yangu hapa, baada ya miaka 2 kuisha akaja, alipofika huku nyumbani nako baada ya kwamba arje kwangu, anasema mimi sina pesa na niko na gorofa hapa. Nimwambia mimi nitamjengea gorofa. Sasa nataka nifanye mpango hapa ninunue gari. Huenda akarudi lakini bibi aliniacha kwa kifupi. Sasa wewe mama peke yako ama unatafuta mwingine? Mimi nitafutwe, sitafuti mke tena, maana yake nimechoka sasa. Maana sasa kila nitakayepata anaenda, kila nitakayepata ananiacha, sijui ndana, sijui nini, mimi sielewi. Sasa hii kwa mfano mtu akiona hii video na asema anakukubali, ameona mimi nataka mwanamke tu atakayenipenda. Sitaki eti nimpende, maana yake ukipenda kitu utapata shida. Unaweza kipenda hakikupendi. Sasa mimi sasa kama mwanamke ni anione mimi mwenyewe tu vile niko, anipende tayari. Nishi na yeye, lakini mambo ya mke kutafuta mke basi labda upeane namba watu wakutafute hapa kama umekubali. Hapana. Namba ya simu, phone number. Phone number 07 45 71 19 38. Hiyo namba inapatikana kwenye M-Pesa? Hii namba inapatikana kwa M-Pesa. Hii namba inapatikana. Mimi peke yangu hapa siwezi kaa peke yangu, mimi wagendo na wahitaji, maana yake mjena chiza ndo yani mjena chiza mwenyeji mkupo, na sasa mimi hapa natarajia wageni waje wakija wakinitembelea. Na mtu mwingine ambaye anataka jingie kama hii anafaa jipange na budget kama pesa ngapi? Inategemea kwa sababu hiyo ni hiyo hesabu si rahisi kama vile. So hapa kufikia hapa venye nimejenga mpaka nimefikia hapa ni kwa sababu ufundi ni wangu. Nikiangalia gharama tu labda ya miti makuti labda imeenda kama 1,500,000. Hiyo miti na makuti 1,500,000. Ufundi hapo. Na ufundi sasa, ufundi kama miti na hiyo makuti gharimu hiyo 1,500,000. Basi ufundi wangu mimi nisikose kama laki pia na mimi. Tukiestimate hapo ufundi 100,000 kama 2,500,000. Kama hivyo. Mambo na transport hapo ina around 500,000. Hapa kama 500,000 yani. Na hiyo bedroom mama ni one bedroom. Hiyo ni tuseme ni
ni 2 bedroom hiyo, kwa sababu hapo na huku na huku. Na dining na sitting room na kitchen ndani. Yapo, iko hata iko tena, kuna vitu unatakiwa nitengeneze hapa, hata kuna materials sasa. Kuna gari itaniletea hapa karibuni, nilikuwa nasubiria kuna gari itakuja. Kuna miti fulani hapo na kuna vitu fulani na upgrade. Yapo. Na plan yako ya kuweka bathroom ndani itakosta pesa ngapi? Hiyo labda nikipiga cost inaweza ni cost kama niseme kama 40-50,000. Choo na bafu ndani. Yapo hiyo. Ndio ili uendelee kuishi vizuri, kuenjoy maisha hapo. Yapo. Na sasa tunavyoendelea hivyo, mtu akija anataka ailipie labda kwa siku moja kama BNB, akae hapo alale amke kesho. Hilo ni jambo ambalo linawezekana. Hilo ni jambo ambalo linawezekana, ni kwa makubaliano tu. Ni jambo ambalo linawezekana. Lakini nafaa tupige upgrade kwanza. Ni sawa. Hiyo iko sawa. Yapo. Tupige upgrade alafu mtu anaweza tulia hapa kwa budget fulani, tuseme kama one night 4,000. Yapo. Mtu atulie. Kesho aende aingie pale acheki mandhari. Acheki hapo. Hiyo ndo ni akili niko naye yani. Kama arudi alale tena ndio kati. Yapo. Kwa nataka yapo. Ndio Nairobi anakuja na flight Malindi pale, anatulia, anakuja hivi na relax alafu anarudi zake. Yapo. Hiyo ndo mpangilio wangu niko nayo, na hata sasa pia ni kitu ambao huwa inafanyika sometimes. Kudos. Sawa bwana.